Popote ulipo, natumai asubuhi yako inakwendea vyema kabisa. Ni saa 5 na dakika 38 saa za Afrika ya Mashariki, siku hii Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa Novemba mwaka 2025, siku ambayo maeneo bunge kadhaa hapa nchini Kenya pamoja na wadi, bila kusahau katika kaunti ya Baringo, kuna uchaguzi ndogo ama chaguzi ndogo zinazoendelea katika maeneo hayo. Na katika taarifa zetu kuanzia sasa, basi tutakuwa ni wenye kukuarifu na kile kilichojiri katika maeneo hayo. Kuanzia asubuhi ulikuwa na mwenzangu Dennis pale akituelezea kinachoendelea katika baadhi ya maeneo. Kura zilikuwa tayari zimeanza kupigwa, huku vituo kadhaa pia vikiendeleza shughuli zake kama kawaida. Kumekuwa na rabsha za hapa na pale ambazo nitakuwa ni mwenye kukuarifu ni wapi na kunaendelea nini, na vile vile tutakuwa tunawasiliana na baadhi ya habari wenzangu ambao wako katika maeneo hayo siku hii ya leo ili kutuarifu na kinachojiri. Kuanzia asubuhi saa 12 hadi mwendo wa saa 11 ambapo kutakuwa ni kipindi ambacho kura zinapigwa katika maeneo hayo, na baada ya hapo, baada ya saa moja la kupumzika, shughuli ya kuanza kuhesabu kura itakuwa ni yenye kuanza katika vituo hivyo, kabla ya kura kamili kutumwa katika kituo maalum ambacho kitakuwa kinapokea kura hizo baada ya kuhesabiwa kutoka maeneo ya mashinani. Karibu kwenye taarifa hizi, basi tuendelee moja kwa moja. Mimi naitwa Ali Manzu. Tunaanza na taarifa ambapo kulikuwa na hali ya wasiwasi katika kimojawapo ya kituo cha kupigia kura katika eneo bunge la Kasipul kule, ambapo wahuni walimvamia mmoja wa bunge ambao alikuwa maeneo yale na kumjeruhi vibaya. Mbunge huyo ambaye kufikia sasa tunaarifiwa kwamba anaendelea kupokea matibabu, alipata majeraha hayo baada ya kufika maeneo hayo na kutaka kujua kunaendelea nini, lakini baadhi ya wahuni ambao walikuwa maeneo hayo waliweza kumrukia na ikawa ni rabsha kama unavyoona hapo. Mbunge mwenyewe ndio huyo na alikuwa amekuja kuangalia kinachoendelea katika kituo kile, lakini ni kana kwamba hakukuwa na maelewano vile. Baadaye hapo ni tayari alikuwa ameshavamiwa. Hata ukiona kwenye shati yake ni damu ambayo tumeiweka katika rangi ile ili isipate kuonekana vizuri, lakini ni mbunge ambaye aliweza kuvamiwa na yeye mwenyewe alikuwa anajitetea kwamba ni mmoja wa waangalizi wa kura katika maeneo yale. With the gun for my bodyguard, and you can see they have told me, and he's the one who was telling them to hit me when I'm with them. And I'm here to wait for our ODM candidate who is on the way to vote. That is what we are waiting for. He's arriving here in 5 minutes. This is not acceptable. I want to tell our people to still come out and vote. Don't worry about what is happening. Come out and vote, please. Don't react even if you are attacked. Just the way you have not reacted even under attack. Let us not react. Some of them are accusing you of bribing voters. Is that the case? But I've been with you here the whole day. I'm an observer. Check me if I have even a coin. Those are the gimmicks they usually use to attack you. Ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia. Pia naarifiwa kwamba kulikuwa na hali